Sana TV. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Watukufu ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe kwenu wote, na mimi na nyinyi tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa ukarimu, mwingi wa fadhila, aliyetukirimu fursa ya kukutana tena katika Tashihul Mafahim. Leo hii insha Allah katika Tashihul Mafahim, ambao ni mchakato au ni vipindi ambavyo kazi yake kubwa ni kusahihisha yale mambo ambayo wapotoshaji wameyaharibu, na sisi kujaribu kuweka sawa sawa, ili we mtazamaji uweze kufahamu kwamba mambo yote walioyafanya wanawachuoni wakubwa, wazee wetu, yalikuwa ni mambo ya kheri na yanayofaa kufuatwa. Leo hii insha Allah tutajibu na tutazungumzia juu ya muandamo wa mwezi sehemu ya kwanza, alafu tutaingia muandamo wa mwezi sehemu ya pili, na muandamo wa mwezi sehemu ya tatu. Na zote hizi tatu tutakuwa tukizungumzia juu ya huu mwezi unaoitwa mwezi wa kimataifa. Haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Kwa mada yetu ya msingi leo ni mwezi muandamo. Mada yetu ya msingi ni mwezi wa muandamo. Ili wewe ndugu yangu uweze kunielewa, na rafiki yangu ndugu yangu Sheikh Qasim Mafuta pia aweze kunielewa, mtazamo wa mwezi muandamo ni mitazamo miwili mikuu, kisha mtazamo mmoja ndio unajigawa katika mitazamo miwili mitatu, lakini mitazamo mikuu miwili ni mtazamo kwamba mwezi ukionekana popote, sheria za mwezi huo zinaigusa dunia nzima. Uko mtazamo huo. Kisha kuna mtazamo, mwezi ukionekana, sheria za mwezi huo zinawagusa wale waliouona na wale walio karibu, na wala mwezi huo hauenei dunia mzima. Huu ambao unaonekana, ukionekana mwezi huo utawahusu waliouona na baadhi tu ya walio karibu, ndio mwezi tunaouita mwezi wa kukhtalifiana machimbuko. Ule mwezi ambao lile kundi linasema ukionekana mwezi huo utahusu dunia nzima, ndio mwezi wa ittihadul matla, au wenyewe wanasema kwamba ikhtilaful matali ghairu mu'tabar, kutofautiana machimbuko hakuzingatiwi. Haya ni makundi mawili. Sasa ili kundi la moja la kwanza, ile lalosema mwezi ukionekana popote, hukumu ya mwezi huo itafanya kazi dunia nzima, ndio mimi ambayo nimesema taarifa hiyo, maelezo hayo hayatekelezeki. Kwa kuwa hayatekelezeki, hatuwezi tutumie haya yanayotekelezeka, ambayo ni yapi? Ni yale ya mwezi ukionekana katika eneo fulani, mwezi huo unawahusu wale waliouona na wale walio karibu ya wale waliouona. Tukisema mwezi utahusu dunia nzima, hautekelezeki, haiwezekani, na nitafafanua. Kwa napenda kabisa wewe ndugu yangu uondoke kwenye ushabiki, uje kwenye sheria na uiruhusu akili yako kupokea, ili mimi nizungumze na akili yako. Kwa huu mwezi wa matale, huu mwezi wa matale na ule mwezi ambao si wa matale, ule mwezi ambao sio wa matale ndio tumeupa jina jingine, waitwa mwezi wa kimataifa. Huu mwezi ambao ni wa matale tunauita ni mwezi, tuite kama wa kitaifa labda, lakini si kweli kwamba eti mwezi huo unazingatia mipaka ya nchi au mipaka ya wilaya au mipaka ya kijiji. Hapana, kama ambavyo nitaeleza insha Allah. Kwa ajili hiyo sasa, ndugu yangu Sheikh Qasim Mafuta, kwa kuwa wewe umesema mtazamo unaouona wewe kwako una nguvu ni mtazamo wa kuto kuzingatia matale, kwamba mwezi ukionekana popote sheria zake zinagusa dunia nzima, huna sababu hata moja sasa wewe ya kushughulika na haya makundi ya kundi la pili, kwamba ili kundi la pili hili linasema mwezi ukionekana mahala fulani utawahusu hawa mahala fulani na utawahusu walio karibu.
Kwa hiyo uanze kutafuta kauli fulani. Anasema walio karibu ni kiwango cha kukusuru swala, fulani asema walio karibu ni kiwango cha maili kadhaa, fulani asema walio karibu ni kiwango cha wilaya kadhaa. Ili wewe sio kundi lako, hili ni kundi letu sisi. Kwa kuwa tayari ushafahamu kwamba hili ni kundi letu sisi, kwa hiyo halikusumbui tena hili. Kwa nini halikusumbui? Halikusumbui kwa sababu ikhtilaful matali kwako wewe sio kundi lako, ila sisi wenye kundi letu sasa ndio tuna kazi ya kuwaambia watu wetu, jamani, kama mwezi unakhtalifiana basi umbali uwe maili kadhaa, au kanuni ya kukhtalifiana iwe kadhaa. Wewe kazi yako ni kutetea hoja moja tu. Je, mwezi waenea dunia nzima kwa hoja zako, na sisi tukwambia hauenei dunia nzima, tujenge hoja za msingi. Hapo ndio mahala tulipo, ndugu yangu, hapo. Kwa hiyo tukihitaji msaada kwako tutakuja, tutakwambia, lakini kwa sasa hatuhitaji msaada. Wewe endelea kutumia muda mwingi kutia msingi wa kundi lako. Namna ya hawa huko wanaokhtalifiana maili, kilomita, wilaya, kijiji, nchi, hawa wewe sio kundi lako. Hawa kundi lako wewe ni hilo huko la kwanza ambalo umelichagua wewe mwenyewe. Kwa ajili hiyo naomba niwaambie ndugu zangu, na kama nilivyosema mapema, muniazime uelewa na ufahamu ili tusaidiane hivi. Je, mwezi ukionekana mahala, sheria yake inawezekana kuenea dunia nzima? Inawezekana. Mwezi ukionekana mahala, sheria ya mwezi ule inawezekana ikaenea dunia nzima? Ukitulia vizuri utakuja kuungana na mimi baadaye kwamba ule mwezi hauwezi kuenea dunia nzima. Ili mimi nibaki salama, nimeamua katika swala hili kunukuu. Ili mimi nibaki salama, nimeamua katika swala hili kunukuu kwamba je, mwezi unapoonekana mahala, je, mwezi huo utaenea dunia nzima? Mara kadhaa nimekuwa nikiitoa hii qarar, hiki kitabu nimekuwa nikikitoa mara kadhaa, na nina maana sana kukitoa kitabu hichi. Kitabu hiki kinachosema maazimio ya mkutano wa kifikihi wa Kiislamu uliofanyika Makkatal Mukarrama, maazimio ya mkutano wa kifikihi wa Kiislamu uliofanyika Makkatal Mukarrama, nina maana sana kutoa humu, kwa sababu kwanza humu ni mashekhe ambao kwa mujibu wa wenzetu wa upande wa pili wanawaamini hawa mashekhe. Mashekhe hawa waliotajwa humu hawana shaka juu ya ushekhe wao kupitia kwa wenzetu wa upande wa pili kule, Sheikh Kasim Mafuta sahibu yangu na wenzake, hakuna shaka yoyote. Kwa ajili hiyo ningependa kabla sijaanza kusoma huu mkutano nitoe tanbihi ya kwamba baada ya kutoa hii kauli ya hawa mashekhe kama azimio la mkutano, nitatoa pia kauli ya mufti wa Oman, nitatoa pia kauli ya mufti Bazi yeye peke yake, nitatoa pia kauli ya Sheikh Uthaimin, nitatoa pia kauli ya Sheikh Al-Albani, na nikipata muda nitatoa pia kauli ya Sheikh Muqbil. Hizo kauli zote hizo nitazitoa zikionyesha kwamba ili kubaki salama, watu mwezi unapotoka usienee dunia nzima, uwahusu watu walioona na watu ambao wana umbali maalum, si dunia nzima. Hapana, suala la mwezi kwamba ni wa dunia nzima, hilo litakuwa na utata wa kisheria, kwa sababu utekelezaji wake unakuwa haupo. Ndio mie nikajasirika kusema mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, haukubaliki. Kwa nini? Kwa sababu waliosema hivyo ni wenzetu waliokaa kwenye mkutano, wakajadiliana, wakapeana hoja, wakapata maamuzi kwamba kauli yenye nguvu ni ipi. Kauli yenye nguvu ni kila watu wawe na mtazamo wa mwezi wao. Kauli ile ya kwamba mwezi ukionekana utawahusu dunia nzima, kauli hiyo wameitoa nguvu kwamba haina nguvu. Kabla ya kwenda huko, kuna kitu kidogo hapa nataka nikieleze, na kitu hiki ni cha kidarasani. Sasa ni cha kidarasani, kitu cha darasani. Nataka wanafunzi mnaosoma kwa Sheikh Kasim Mafuta na wanafunzi mnaosoma popote
na wale wote wanaosikiliza mada hii ya muandamo wa mwezi tuelewe yafuatayo. Mimi nasema wanaosema kwamba mwezi hauwezi kuenea dunia nzima ni kauli ya mkutano, ni azimio la mkutano. Azimio la mkutano, nukta hii eleweke vizuri. Ni watu waliokaa wakajadiliana, wakapima hoja, wakapata kauli yenye nguvu, wakaandika azimio, wakatia saini. Kauli inayosema kwamba mwezi ukionekana utahusu dunia nzima, kauli ambayo mara kadhaa ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta analitaja neno jumhur, kaulul jumhur. Baada ya hapo anataja mashekhe kadhaa wazito, wana wachuoni wakubwa tunaowapenda, tunaowaheshimu. Lakini ni vizuri Sheikh Mafuta na wanafunzi na watazamaji mkaelewa, hawa wanaoitwa jumhur hawakukaa mkutano. Hawa wanaoitwa jumhur hawakukaa mkutano, hilo lieleweke. Isitekeleweka jamhuri maana yake walikaa mkutano, wakajadiliana, wakapima hoja za pande mbili, wakapata uamuzi, wakasema mwezi unaenea dunia nzima. Hakuna kitu hicho. Neno jumhur analipata mtu mtaalamu anayefuatilia hoja zao hawa ulama wetu wakubwa, kwamba huyu alimu mmoja huyu kwa mtazamo wake ameona kwamba kauli yenye nguvu, mwezi ukionekana uenee dunia nzima. Akamfuatilia mwingine naye kasema kauli kama ya huyu, kwamba mwezi ukionekana basi uhusu dunia nzima. Akamfuatilia mwingine asema mwezi ukionekana basi sheria yake ienee dunia nzima. Kwa hiyo yule anayesema kwamba hawa watu wamekaa yani kauli yao ni kwamba mwezi uenee dunia nzima, anayesema ni mwingine, kuwanukuu wale mashekhe. Wale mashekhe wamesema mmoja mmoja, bila ya kukutana, bila ya kufanya mkutano, bila ya kuwa na maazimio ya pamoja. Hili muhimu sana kueleweka hili. Lakini ninachosema mimi naelezea mkutano wa mashekhe waliokaa pamoja, waliokutana, waliojadiliana, waliotoa maazimio. Nataka mwanafunzi upime kati ya mizani hizi mbili, upime. Unapomtaja Imamu Abu Hanifa aliyezaliwa mwaka 150, aliyefariki mwaka 150, unapomtaja Imamu Abu Hanifa aliyefariki mwaka 150 Hijiria, unamtaja Imamu Shafi'i aliyezaliwa mwaka 150. Natokea mimi na wewe hapo tuwe makini. Huyu ule mwaka 150 anaofariki ule ndio mwaka 150 anayozaliwa huyu mwenzake. Sasa ikitokezea hawa wakawa na kauli moja, mwanafunzi ambaye hajakaa darasani anaweza akadhani hawa walipatana, walikaa pamoja, wakajadiliana, wakapima hoja, wakapata maamuzi. Kumbe hawa ni wawili ambao hawakukutana. Huyu mwaka 150 anafariki, huyu mwaka 150 anazaliwa. Napenda sana somo hili lieleweke hivyo. Lakini ukimwangalia Imamu Ahmadi ambaye kafariki mwaka 241, mwaka 241, na yule kule juu aliyefariki mwaka 150, watakiwa uangalie muachano kati ya 150 yule kafa, alafu kafariki mwaka 241. 150 kafa, mwaka 164 kazaliwa. Yani 150 amefariki Imam al-Adham Abi Hanifa rahmatullah alayh. Mwaka 150 anafariki, mwaka 164 ndio anazaliwa Imamu Ahmad. Sasa talibul ilmu ukiwa darasani umekunja miguu kwa Sheikh akwambia wamekubaliana hawa juu ya mwezi ukitoka mahala fulani hukumu yake ienee dunia nzima. Watakiwa talibul ilmi ukae, makubaliano haya maana yake nini? Kisha mimi nikikuambia wamekubaliana mashekhe kwamba mwezi ukitoka mahala hauenei dunia nzima, watakiwa jua wamekubaliana je? Hawa ninaotaja mimi ni makubaliano ya watu walioketi pamoja wakajadiliana pamoja. Hawa ni makubaliano ya kifikra ya watu waliopata fikra ya kufanana, lakini hawajakutana, hawajakaa, hawajajadiliana. Sehemu hii kwa mwanafunzi ni muhimu sana kuielewa. Akiielewa kuna njia atapata ya kupita hapo katikati. Lakini nukta ya pili kuielewa,
hawa maimamu wetu, mashekhe zetu, lazima ujue huo mwaka 150 huyu anafariki na huyu wa mwisho wetu kafariki mwaka 241. Watakiwa ujue, je, mtazamo wa kuijua dunia mwaka 241, mtazamo wa kuijua dunia mwaka 241, kuijua dunia kwamba saa hizi Saudia ikiwa ni magharibi, Auckland New Zealand ni saa 7 ya usiku, Marekani ndo wameamka asubuhi, kuijua hivyo. Na hawa walioketi hawa ambao karari yao wameichapa kwenye mwaka 1977, ni miaka 70 na ngapi tu ya juzi hii, karari yao wenyewe wameandika tarehe, mimi nasoma kisiku ya kuchapa kitabu, kwamba je, hawa maimamu hawa wakati wanatoa hizo fikra, maoni yao juu ya hiyo dunia, na hawa mashekhe hawa wakati wanatoa hiyo fikra, maoni yao juu ya dunia, hawa wapo katika dunia ya utandawazi, hawa wapo katika dunia ambayo si ya utandawazi. Hilo moja ulishike vizuri hilo. Kisha hawa ambao maimamu wetu Allah warehemu, ambao wamezungumza kipindi ambacho sio cha kiutandawazi, hawajazingatia hali ya utandawazi. Lakini hawa ambao wamekaa katika utandawazi wamezingatia utandawazi, na wamezingatia pia ile hali ambayo sio utandawazi. Wamechukua pia hoja za wale wakajumlisha kwao. Kwa hiyo hawa watakuwa ni matajiri wa aina fulani za vyanzo vya kufanyia kazi, kwa sababu wanajielewa wao, wanaelewa wakati, wanawaelewa na wale, wanaelewa na wakati. Lakini wale kule wameelewa wakati na wameelewa sheria. Lakini sura ya utandawazi ya sasa, wale Mungu hakuwabariki kuwajaalia kuifahamu kwa undani kama anavyofahamu hawa. Maamuzi yanayotokana na wale na maamuzi yanayotokana na hawa yawekwe mezani. Hawa wanasema haiwezekani mwezi ukitoka mahala fulani uenee dunia nzima, kwa sababu baadhi ya dunia ni mchana, baadhi ya dunia ni usiku. Wale kunasema hapana, mwezi una umu. Lakini anasema una umu, hana hata chombo cha kusafiria maili 1000, hana katika zama zake. Watakiwa ukae chini useme, aliposema mwezi unaenea, ni nini makusudio na malengo yake ya kusema unaenea katika zama zile? Malengo yake na makusudio yake ni nini? Nimetaka tanbihi hii nitoe mapema, ili wakati baadaye nikisoma kauli za hawa wanawachuoni tuweze kutofautisha jumhuri hii maana yake nini na jumhuri hii maana yake nini. Jumhuri ile ni jumhuri ya watu ambao hawakukutana. Jumhuri hii ni jumhuri ya watu waliokutana. Jumhuri ile ni jumhuri iliyotamka katika zama ambazo sio za utandawazi. Jumhuri hii ni jumhuri iliyotamka katika zama za utandawazi. Nataka talibu elimu ukikao tafakari hayo, alafu useme, je, mwezi waenea, mwezi hauenei? Hasa utapima zile hoja za pande mbili. Baada ya kusema hayo, nikukumbushe kwamba katika haya maazimio ya unaita qararatu, maazimio ya Majma' al-Fiqh al-Islami, Majma' al-Fiqh al-Islami, maazimio haya katika ukurasa wa 87 kuna azimio la 5, al-qararu al-khamis, azimio la 5. Katika hili azimio la 5 ndio kuna mjadala kuhusu kwamba je, kuwe mwezi muandamo ni muandamo mmoja, au unaandama hapa sheria hazienei kisha unaandama kwingine. Wanasema Majma' al-Fiqh al-Islami ulidurusu hiyo kadhia. Laqad darasa al-Majma' al-Fiqhi al-Islami, imedurusu, imepitia, umesoma mkutano wa kifikhi wa Kiislamu, masala ya kukhtalifiana machimbuko katika kujengea kuona, na wakaona kwamba Uislamu ni dini nyepesi ambayo akili iliyosalimika inafata na akili iliyonyooka inafata, kwa sababu Uislamu unawafikiana na maslahi. Katika masala ya mwezi muandamo, mkutano umeona kwamba mwezi muandamo ni ule utakaothibitishwa kwa kuona,
na wala sio ule unaozingatia mahesabu, na wala si ule unaozingatia mahesabu, kama ambavyo dalili za kisheria zenye kukata limeshazungumza hilo, kama ambavyo dalili za kisheria za kukata imeshalizungumza hilo, kama ambavyo pia mkutano umekwenda kwenye kuzingatia ikhtilafu al-matali, kama dhahaba ila atibari ikhtilafi al-matali. Mkutano ikhtilafu al-matali unaizingatia, mkutano unazingatia kwamba ikhtilafu al-matali ipo. Sasa ndugu yangu Sheikh Qasim yeye asema amechagua ule upande ambao ikhtilafu al-matali ghairu mu'tabar. Mkutano uliokaa Maka na mashekhe wakubwa na kutia saini zao, wamepitia, wametwalii, wameangalia nyakati, wameangalia mazingira, asema ikhtilafu al-matali ni mu'tabar, ikhtilafu al-matali ipo. Kwa nini? Asema ikhtilafu al-matali ndani yake kuna kuwafanyia wepesi wale mukallafuna wa sharia, pamoja na kwamba maakaunihi, pamoja na kuwa kwe huwa alladhi yaqtadhihi an-nadharu sahihu, hilo ndilo ambalo linahukumilia fikra iliyo sahihi. Fama yadaihi alqailun, lile ambalo au yale ambayo wanayadai wale wanaosema min wujubi litihadi fi yawma yasawm al-iftar, katika kufaa kuwa moja tu siku ya kufungua na siku ya kufunga, kwamba mwezi uwe ni mwandamo mmoja tu, siku ya kufungua iwe moja duniani na ya kufunga iwe moja. Madai hayo mukhalifun, ni yenye kupingana, lima jaa shar'an wa aqlan, na dalili zilizokuja za kisheria na za kiakili. Dalili zilizokuja za kisheria na za kiakili zinapingana na mtu anayesema mwezi muandamo uwe mmoja tu, kwa sikukuu iwe moja duniani na kufungua kwa moja duniani, kufunga kwa moja. Sema hapana, hayo madai yanapingana na sheria na yanapingana na akili. Mkutano, narudia kusema mkutano. Ama shar'a, ama upande wa kisharia, faqad awrada a'immatul hadithi haditha Quraib, wameleta, wamepokea wanawachuoni wa hadithi ya Quraib. Kwa hadithi ya Quraib kwa wao wameifanya kuwa ndio kigezo cha kisheria. Hadithi ya Quraib ni kwamba Mama Fadhili yeye anasema Umar Fadhili bint al-Harithi alimtuma kwenda kwa Muawiya Shamu, akasema nimefika Shamu, nikamaliza shida yake, Ramadhani ikaniandamia kule, mimi niko Shamu, nikauona mwezi muandamo siku ya Ijumaa, nikafika Madina mwisho wa mwezi, akaniuliza kiongozi Abdullah bin Abbas, Mungu amrehemu, Mungu amuelewe radhi, kisha akautaja mwezi muandamo, akauliza lini mmeuona mwezi muandamo? Akasema tumeuona usiku wa Ijumaa. Maana yake wamefunga Ijumaa. Wewe umeuona? Ndio. Mie nimeuona na wengine wameuona na Muawiya akafunga. Sema lakini sie tumeuona Jumamosi, usiku wa Jumamosi. Hatutaacha kuwa tunafunga mpaka tukamilishe siku 30 au na sie tuuone. Tukamuuliza, hivi wewe hutosheki kwa kuuona mwezi Muawiya? Akasema hapana, kama hivi ametuamrisha Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam. Mkutano unaona hiyo hadithi ndiyo upande wa sheria. Haiwezekani mwezi muandamo ukionekana mahala sheria zake zienee dunia nzima. Upande wa sheria kigezo chao nini? Wasema kigezo chao ni hadithi ya Quraib. Anafanua, anasema ametafsiri Imam Nawawi katika hadithi hii katika sharh ya Muslim kwa kusema huu ni mlango wa kwamba kuna mlango wa kuweka wazi kwamba kila watu wa mji wanakuona kwao, na kwamba wao wakiuona mwezi muandamo katika mji fulani, la yathbutu hukmuhu lima ba'uda anhum, haithibiti hukumu ya huo mwezi haithibiti kwa wale walio mbali na mji huo, hukumu yake haithibiti. Asema hawakuitoa hadithi hii katika njia ya mfumo huu kwamba inathibitisha ikhtilaful matali katika waliotoa hadithi hii katika watu wa vitabu vya hadithi 6, Abu Daud, Tirmidhi, Nasai, katika tafsiri zao hawakuitoa. Uislamu ukahusisha kufunga na kufungua kwa kuona mwezi kwa macho, kinyume cha kitu kingine, kwa sababu ndani yake kuna wepesi
kwa hadithi iliyokuja kutoka kwa Ibn Umar, Mungu amwele radhi, bwana mtume amesema sallama, msifunge mpaka muone mwezi mwandamo na msifungue mpaka muone ukijificha kwenu ndio ukadirieni. Rawahu al-Bukhari na Muslim. Fahadha alhadithu, hadithi hii msifunge mpaka muone, msifungue mpaka muone, alaka alhukma bisababi, imetungika hukumu kwa kupatikana sababu, alladhi huwa ru'ya, sababu ambayo ni kuona. Na hiyo sababu waqad tujadu fi baladin kama Makkah wal Madina walam tujad fi baladin akhar, inaweza kupatikana katika Maka, Madina, mwezi umeonekana, lakini mwezi huo ikawa haujaonekana katika mji mwingine. Fakad yakunu zamanuha naharan inda akharina, huwa zikawa zama zake ni mchana kwingine, huku mwezi umeonekana lakini kwingine huko ni mchana. Fakaifa yu'maruna bisiyami au al-iftar, vipi hawa wataamrishwa kufunga au kufungua? Ndio maana nilisema mwanzo kwamba hawa ni wanawachuoni waliokaa pamoja. Kwa kuwa walikaa pamoja, wakapima nyakati, wakajadiliana, wakazungumza, wameona haiwezekani hapa mwezi umeonekana ni magharibi, kuna nchi huko ni mchana, alafu eti sheria za mwezi huo zienee huko, itakuwa kuwaje? Huo ni mjadala na wamefikia kwenye maamuzi. Nimalizia mwisho wanaposema kwamba waqad qarrara ulama min kulli almadhahibi anna ikhtilafa almatali huwa almu'tabaru inda kathirin, wamethibitisha wanawachuoni katika madhehebu zote kwamba kukhtalifiana machimbuko ndio kauli yenye kuzingatiwa mbele za wanawachuoni wengi. Wanaosema isizingatiwe sio kwamba wapo, lakini wengi wanasema ikhtilafu al-matali' ndio unaotakiwa kuzingatiwa. Mwezi ukionekana mahala wahusike wale wenyewe tu. Huo ni upande wa kiakili, ni katekate ndio kwenye upande huo, ni upande wa kisheria, ni katekate niende upande wa akili. Ama upande wa kiakili, ikhtilafu al-matali' la ikhtilafa li ahad min al-ulama fihi, hakuna tofauti kwa yoyote katika mashekhe kuikataa ikhtilafu al-matali'. Kwa nini? Liannahu min al-umuri al-mushahada, ni katika mambo yanayoonwa, ni mambo yanayoonekanwa, yanaonekana kabisa. Ikhtilafu al-matali inaonekana kwa allati yahkumu biha, ambayo muonekano ambao inahukumu kwao al-aqlu mando fa'il wa yahkumu al-aqlu, akili. Faqad tawafaqa ash-shar'u wal-aqlu, hapo itakuwa imewafikiana sheria na akili ala dhalika, juu ya hilo. Kwa nikimalizia hapa mwisho huku kwamba ikhtilafu al-matali ni katika mambo yanayozingatiwa, mwisho anamalizia na nimekata, sio kwa maana yake nimesoma yote, nimekata. Na Sheikh Kasim Mafuta hii anayo, na ninamuomba sana siku akiamua kuwaeleza wanafunzi ajaribu kuisoma yote nzima hii. Halafu kwa kuwa masha Allah anajua Kiarabu na masha Allah uwezo wa kutunga vitabu anao, anaweza yeye kama yeye kuandika pepa nzima kuijibu hii. Uwezo huo na hakika anao, kwa anaweza ukaa akaijibu hii, alafu sisi tutaipata majibu ya Sheikh Kasim Mafuta, alafu tutapima hoja walizosema ile Majma' Fiqh al-Islami na hoja anasema Sheikh Mafuta Kasim ni hoja. Unajua idadi simsumbue, anaweza akajibu kwa hoja tukavutika, lakini afanye mpango wa kuandika na kujibu hii, na uwezo wa kuandika anao, swala na hoja nao pia anao. Kazi ni kupima. Sasa hapo ndio penye kazi, na sisi tutapima hapa napo haina majaliwa. Anamalizia kusema hakuna haja ya kuwalingania watu kwamba eti mwezi muandamo uwe mmoja na Idi iwe moja dunia nzima katika ulimwengu wa Kiislamu, kwa sababu hata mwezi muandamo ukiwa mmoja, hilo haliwezi kuleta umoja unaodaiwa kama ambavyo watu wengi wanaozungumzia mwezi wanadai hivyo. Sisi tuziwache kadhia za kuthibitisha miezi miandamo kwenye maofisi ya mamufti na kwenye maofisi ya makadhi katika nchi za Kiislamu. Hilo ni bora zaidi na linaleta maslahi ya Kiislamu zaidi. Ama kama haja yetu ni umoja, sisi umoja wetu tuupate kwa kuwafikiana kutumia Qur'ani na Sunna katika maisha yetu, katika mambo yetu yote. Wallahu waliyu tawfiq. Kadhia ya mwezi tuiache katika maofisi ya mamufti, tuiache katika maofisi ya makadhi. Kadhia ya mwezi, ili mgogoro uondoke, tunaambiwa hivi, na wanaotuambia ni mashekhe walioketi kwenye mkutano
kwamba kadhia ya mwezi tuiache huko. Asiwe kila mmoja na kikundi chake na taasisi yake ana maamuzi ya mwezi. Tuyaache maamuzi ya mwezi kwenye maofisi ya mamufti na makadhi. Hayo ndiyo maelekezo ya mashekhi ili tuondoe mgogoro. Sio taasisi ikisajiliwa RITA inajipana mamlaka ya kutangaza mwezi. Taasisi ikisajiliwa za mambo ya ndani ina mamlaka ya kutangaza mwezi. Tusifanye hivyo. Tuziache kadhia za mwezi ziende kwenye maofisi ya mamufti na maofisi ya makadhi katika zile nchi za Kiislamu. Neno Uislamu hapa ni wale Waislamu waliopo wakawa na kadhi wao na mufti. Sio maana yake nchi ya Kiislamu kwa maana ya kwamba inaongozwa Kiislamu kwa 100%. Hapana. Haina maana hiyo. Tukiufungua mlango huo ni mpana wala hautofungika tena. Kwa mukhtasari nirudie kusema kwamba mwezi muandamo kuna mitazamo miwili. Mtazamo wa kwanza, ukionekana mwezi muandamo mahala, mwezi huo unahusu dunia nzima. Mtazamo wa pili, ukionekana mwezi muandamo mahala, mwezi huo utawahusu wale walioona na wale walio karibu na wale walioona na wala sio dunia nzima. Huu mtazamo wa kwamba wale walioona walio karibu ndio wahusike, mtazamo huu umefanyiwa mkutano. Katika mkutano wakapata maamuzi kwamba huu ndio mtazamo wenye nguvu. Na hao waliokaa kwenye mkutano ni mashekhe wakubwa. Hao mashekhe wakubwa baada ya kumaliza mkutano wakaona waandike majina yao na watoe saini zao. Waandike majina yao na watoe saini zao. Waseme mie fulani, mie fulani, mie fulani, mie fulani. Mie fulani maana yake unamuona hapa Sheikh Mufti Bazi, unamuona hapa Sheikh Muhammad Ali al-Harakani, unamuona hapa Sheikh Saleh bin Uthaymin, unamuona hapa na Sheikh Saleh bin Uthaymin kwa sababu ni sheikh anayependwa sana, naye pia kumbe yupo katika mkutano wa maamuzi hayo kwamba mwezi ambao wanakhtalifiana machumbuko huo ndio mwezi mu'tabar, ndio mwezi ambao ufautumiwe na mambo ya mwezi yaachwe katika maofisi ya mamufti. Nirudie kipengele ili nifunge kwenye sehemu yetu hii ya kwanza ya mwezi muandamo kwamba anaposema Sheikh Mafuta qaulul jumhur, usije ukajenga picha kwamba hiyo jumhuri wamekaa mkutano au wamekutana, wengine hawakukutana wala hawajuani, ila wameafikiana kwenye maoni kwa mujibu wa utafiti. Na mimi ninaposema kauli ya mkutano wa kifiqhi na kusudia mkutano wa watu waliokaa pamoja wakajadiliana, wakabadilishana hoja, wakaangalia nyakati, wakatoka na kauli kwamba kinachoitwa mwezi wa kimataifa hakiwezekani. Ndio maana mimi nikafunga kauli, mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Na inshallah katika sehemu ya pili nitaendelea kufafanua zaidi. Nishie hapo kwa leo kwenye kipindi hiki cha kwanza cha mwezi muandamo, na tukutane kwenye kipindi cha pili katika mwezi muandamo ili niendelee kutoa ufafanuzi kwamba mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani na hautekelezeki. Ni ndugu yako Muhammad Eid Muhammad Abu Eid. Wassalamu alaikum wa ila liqa.